Tutashika hiyo andiko, tutaiweka na tutaifanyia matangazo, na ndio mafundisho yetu mingi tena katika njia ya vile sisi kuweza kupanuka. Sasa kwa mtu kupanuka kunahitaji mambo saba. Msikie, tuanze sasa. Urudie kwa andiko. Biblia inasema, tumetoka kusoma katika kitabu ya Mambo ya Nyakati sura yake ya kwanza, sura yake ya 4, mstari wake wa 9 mpaka wa 10. Mtu kwa jina yake anaitwa Jabez. Jabez maana yake kwa Kiswahili ni lugha ya Kiebrania. Kwa Kiswahili maana yake shida, mateso. Na mama yake alipomzaa akatambua kabisa hali yao, walikuwa kwa shida na mateso. Na kwa nini hao walikuwa kwa shida na mateso wakiwa katika taifa ya Israeli? Elewa, Mungu aliwapotoa Waisraeli Misri, akawasema wanawapeleka katika nchi imejaa asali na nini. Lakini kwa nini hao wanapatikana katika taifa ya Israeli wakiwa kwa mateso? Jibu ni simple. Taifa ya Israeli ina kabila 12. Na katika kabila 12, kabila ndogo kupita kabila yote ni mtoto wa Rebeka, kwa jina yake anaitwa Benjamin. Ndio kabila ya kwanza ilipata mfalme katika taifa ya Israeli. Mfalme Sauli ni mtu wa kabila ya Benjamin. Lakini hawa Benjamini ni wachache, mdogo yake na Yusufu, baba moja na mama moja. Hawa Benjamini hawako watu wengi, lakini tena kukatokea kisanga. Mbenjamini alitembea na mke wa mtu, na huyo mke wa Benjamini walitembea na mke wa mtu, wakaua. Waisraeli wakawaua wa Benjamini wote, wakabaki wachache. Ukienda katika taifa ya Israeli, wa Benjamini si watu wengi. Lakini hawa Benjamini walipofika katika hiyo nchi ya ahadi, katika ukoo wakaendelea, zile wanazalika, ukapatikana mtu mmoja katika ukoo wa Benjamini kwa jina yake Rekabu. Na hii inaandikwa katika kitabu ya Yeremia 35 mstari wa 1 mpaka wa 10. Rekabu alipozaa akapata mtoto yake kwa jina yake Jonadabu. Na Jonadabu akapata ufunuo. Msikilize, revelation haipatikane tu kwa Mungu. Kuna watu wanapata ufunuo wa kishetani, na kuna watu wanapata ufunuo ya nini? Ya kiungu. Huyu Jonadabu akapata ufunuo, akaita kabila yake ni watu wa Benjamini, lakini ukoo wa Jonadabu wa Rekabu. Akawaambia watoto wake, wadugu yake, sasa kusudi tuishi miaka mingi kwa hii nchi, na msilime, msipande, msifanye kazi, msifanye kitu, mkae tu kwa hema bila kutumika, bila kusoma. Na ukienda leo Israeli hakuna Mrekabu, mtu wa Benjamini wako kwa utawala, lakini katika hii ukoo wa Jonadabu hakuna mtu amewahi kuwa waziri, kwa sababu wote hawasomi, hawalimi, hawasomi, hawafanye chochote, na wanaishi sehemu mbili peke yake. Katika wanaishi pembeni hapa, pembeni vichochoro ya capital city ya kwanza Jerusalem. Lakini ukienda pia wako kwa vichochoro ya capital city ya pili Tel Aviv. Lakini ni watu maskini, waso ni watu wasiofanya kazi. Sasa wakati mtu afanye kazi, upende usipende, wajishughulishe chochote, wanaishi mahema, upende usipende, watakuwa na maisha ya nini? Ya shida, Jabez. Sasa kwa sababu walikuwa kutokana na maisha ya shida, kutokana na madhabahu ya babu yao, babu ndio anawaletea wasifanye kazi, na Mungu anasema atabariki kazi ya nini? Ya mikono yetu. Kwa hiyo huyu babu, ufunuo yote kinyume na neno ya Mungu inaharibu maisha ya mtu. Sasa alipozaliwa, anazaliwa na shida. Hiyo shida itokane na Mungu, lakini shida inatokana na madhabahu ya nini? Ya familia yao. Kwa watu wenyewe waweze kufanya kazi, watu wenyewe waweze kulima, watu wenyewe waweze kuwa na kitu. Alipomzaa akamzaa na uchungu na mateso. Na nampenda Jabez, aliona mateso sio kitu ya kujifariji na, aliona shida si kitu ya kukumbatia, na aliona pia shida si sababu ya kumlaumu mtu yoyote, kwa sababu angesimama angesema, niko na shida hivi kwa sababu ya babu Jonadabu, niko na shida kwa sababu yeye anakimbia tu mbele ya Mungu. Akafanya maombi 2, maombi 3, lakini 2 ndio kubwa.
Ya tatu pia ni ya Mungu. Akamwambia Bwana, kama utanibariki. Kwa hiyo ukisikia mtu kuomba abarikiwe, hana kitu, uko na lele. Ukiona mtu anasema ukinipanua, kwa ana kitu lakini iko kidogo. Akaanza maombi ya kwanza, kama Bwana utanibariki. Sasa ninatokana na familia maskini, ninatokana na familia wasiofanya kazi, ninatokana na familia wanaishi kwa hema, hawana nyumba nzuri. Kama utanibariki. Namba 2, mtu akishabarikiwa ndo anaenda kwa maombi ya pili, na ukishanibariki unipanue mipaka, yende kushoto, kulia, mbele na nyuma, na kama mkono wako, hiyo ni ulinzi iko naomba, na kama mkono wako utakuwa juu ya kunilinda na mabaya yote. Biblia inasema Mungu akasikia maombi ya Jabez. Na Mungu aliposikia maombi ya Jabez, ndio narudia mstari wa 9. Hiyo maandiko inawekwa chini, ndio juu na juu chini. Jabez baada ya maombi yake kusikika, akakuwa na jina kubwa katikati ya nini? Ya ndugu yake. Kwa nini anapata jina kubwa? Anakuwa na vitu, ndugu yake hawatumiki, lakini anapanuka, 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 biashara inapanuka, kanisa inapanuka. Na mwaka ujao, shetani apende asipende, watu wapende wasipende, familia ipende isipende, ni mwaka wa watu wa Community Fellowship, ni mwaka wa kwenda kupanuka. Tunaenda kupanuka. Na Mungu akajibu maombi ya Jabez, akabarikiwa. Lakini hakuishia kubarikiwa. Kubarikiwa ni kuwa na kagari kamoja, hiyo umebarikiwa. Lakini kupanuka, mama anakuwa na yake gari, baba na gari, watoto wana gari, mfanya kazi paka na gari, unapanuka. Kubarikiwa ni kuwa na kanyumba kamoja, lakini kupanuka ni kuwa na nyumba Dar es Salaam, kuwa na nyumba Arusha, kuwa na nyumba Nairobi, kuwa na nyumba South Africa, kuwa na nyumba Kongo. Unaanza kupanuka. Kubarikiwa ni kuwa na kaushirika ka watu 30, watu 50. Kubarikiwa. Kupanuka ni kuanza kufika kanisa ya watu 1000, watu 2000, watu 5000, watu 10000. Sasa next year, Dar es Salaam ipende isipende, mwaka ujao, mapepo ipende isipende, mwaka ujao, watu wapende wasipende, ni mwaka sisi tunaenda kupanuka. Sisi tunaenda kupanuka. Lakini kusudi mtu apanuke, unahitaji mambo 7 kubwa. Usifikiri tu Mungu alijibu maombi ya Jabez hivi mara moja mamali kajangukia. Kuna mambo Jabez alifanya ilisababisha maombi yake ijibiwe, na akapanuka na akawa big. Sasa akapata heshima kwa ndugu zake. Kwa mtu kuheshimiwa, kwa hiyo mtu anakuja anampa huyu pesa, mtu anakuja anamsaidia huyu, ndio jina ya mtu iko inafanya nini? Inaheshimika, akakubalika, akakuwa honorific, akaitiwa mheshimiwa katikati ya ndugu zake. Sasa wewe, tunaanza leo mpaka mwisho ya mwaka, naenda kuona sasa vile mtu au kanisa au kikundi ya watu wanaweza kufanya nini? Kupanuka. Kitu ya kwanza kabla ya kuishi, maombi ya kwanza ya Jabez aliomba abarikiwe. Kwa hiyo kwa lugha fupi, hakuwa na kazi, hakuna kitu alikuwa na. Na kama uko na sisi hapo, usikilize, ukiwa wewe kama wewe, au ukiwa ndani ya kanisa, wewe kama wewe, hakuna chochote unafanya, na ukiwa ndani ya kanisa hakuna chochote unafanya, inahitaji uombe maombi ufanye nini? Ubarikiwe. Na maombi ya kubarikiwa, elewa tu, Mungu atubariki sisi. Kumbukumbu ya Torati 28:12. Mungu anabariki kazi ya nini? Yami. Kwa hivyo kuanzia leo
Ukiwa hapa kanisani, anza kufanya. Na ukiwa nje ya kanisa kule kwako pia anza kufanya kitu. Kama una chochote unafanya hapa kanisani, usitarajie kwamba Mungu atakubariki. Utaomba, utalia, utakemea, nothing. Na ukitoka ndani ya kanisa kwenda nje ya kanisa, kama kule nje ya kanisa hauna chochote pia utafanya, hautabarikiwa. Na nikupatie tu mifano niwapatie. Tulikuwa naongea siri ya kutoka ya nini, ya kufika nini, kilele. Mungu aliongea na Yakobo kwamba atakuwa mkubwa. Yakobo ndio jina yake itakuwa pale, lakini muda wote Yakobo alikuwa kwa baba yake Isaka, kwa sababu hakuwa anafanya chochote, asingeweza kufanya nini, barikiwa. Lakini alipotoka kwao na mjomba wake Labani akamshawishi, akamwambia lazima ufanye nini, kazi. Hata una ahadi, hata Mungu alisema, hata Mungu alikuonesha, hata mbingu ilikufunulia, lakini kama hauna chochote unachokifanya. Taifa ya Israeli ni watu Mungu alisema mtoke kwa shida, ninawapeleka katika nchi imejaa asali na nini. Lakini familia wa Rekabu walipofika katika taifa ya Israeli, watoto wana Jonadabu wakaamua kutokufanya chochote, na wakageuka jina yao Jabez, shida, matatizo. Na wakati wote mtu afanye chochote, aombe, afunge, akeshe, apakwe mafuta, anwende fimbo ya Musa, apakwe mafuta upako, apakwe mafuta kutoka Israeli, hakuna chochote kwa maisha yake kitabadilika. Wewe nakusihi kuanzia leo utumike kwa mifumo ngapi? 2. Ndani ya kanisa ufanye kazi ya Mungu, na nje ya kanisa ufanye kazi yako ya mikono. Hapana kuja hapa kama shabiki, kuja hapa kwa sababu unakuja kutumikia Mungu. Hakikisha una kitu yoyote unafanya ndani ya kanisa. Hakikisha usiingie kanisani na kutoka kanisani bila kitu chochote kufanya. Pakia, panga viti, fanya kitu chochote, do anything. Na nje ya kanisa hapana kuacha mikono yako. Kama njugu, uza, kimbiza pale. Na wapendaka wale wako Mwenge pale, wanakimbizana na sisi na magari. Nairobi, unajua hapa usijue kama wanafanya hivi. Nairobi wale watu wanachanga pesa, wanalipa polisi. Unaelewa? Kusudi polisi izuie magari kwa muda mrefu. Wanachanga, ndio. Hiyo mafoleni usijue kama hapa kama ni siasa pia, ndio Nairobi kabisa. Hiyo foleni inatengenezwa na polisi kusudi hao watu wafanye nini? Biashara yao. Wanachanga 1,000, unaenda kupatia ile polisi. Ndio polisi inasimamisha na polisi anakaa pale. Magari huku inapita, magari huku inapita. Wanauza kama dakika 20. Wakishapata wanasimamisha hiyo huku. Magari wanauza. Kama ufanye kitu, hauwezi kuwa kitu. Kama ufanye kitu, hautabarikiwa. Kwa Yabez kuanzia ile siku alitaka abarikiwe. Ilibidi atoke katika mfumo ya familia yake nyao wafanye kazi yoyote. Warekabu hawakuwa natumika chochote. Na unajua mtu mwenyewe afanye kazi ndio anakosoa sana. Hapa hawakupanga viti vizuri, hawakuimba vizuri, yeye kazi yake kosoa, hana chochote kile yeye ana nini? Anachokifanya. Mungu amekuleta, Mungu amekutuma, anataka kukupanua. Lakini siri ya kwanza kama mtu anataka kupanuka, do something. Kama ufanye chochote, hauko chochote. Kama ufanye kanisani chochote, hautakuwa chochote. Lazima uwe na kitu kile, ndio mtu abarikiwe. Lakini sisi tumebarikiwa tayari. Mimi binafsi tumebarikiwa kwa sababu tuna zaidi ya watu. Tukisema kiukweli tuko na watu 45 wakifika wote, watu wazima. Lakini hata tuseme tu watu 20 tayari tuna baraka. Kwa sababu kuna watu hata wanakosa kupata mtu ngapi? Mmoja.
Sasa kama tunaweza kuona watu 45 tumebarikiwa, lakini haturizike na baraka, kwa sababu baraka ni ya mtu binafsi. Mungu alimwambia Ibrahimu, nitakubariki kisha ampanue, nitakufanya kuwa baraka kwa apanuke. Unajua nikiwa na shati moja siwezi kukupa. Biblia inanikataza. Unaelewa vipi? Nikiwa na shati moja nikikupatia unafanya dhambi. Biblia inanikataza. Biblia sasa umpende jirani yako vile unajipenda wewe Kwa kipimo ya kumpenda jirani ni kipimo mimi kwanza nafanya nini? Kwa hivyo inahitaji kwanza nijipende mimi, kisha ndio kipimo nimpatie nani? Jirani. Kama nampenda jirani yangu Marius, Biblia sasa nimpende Marius jinsi najipenda mwenyewe. Kwa hiyo navala kiatu, lakini siweze kutoa hiyo kiatu, lazima nimtafutie tu kiatu kingine kama hii yangu. Uko unanielewa? Kwa hiyo lazima kwa nipate yangu kiatu, kisha nimtafutie yake kiatu inayofanana na kiatu, lakini nikitoa hii yangu peke yake nabaki kwa miguu, kisha nampatia mbinguni, wanaona nafanya dhambi. Umpende jirani yako jinsi unajipenda wewe mwenyewe. Wewe naanza na mimi, hiyo mambo liko najifanyia, kisha namfanyia pia nani? Jirani yao. Kama najinunulia shati, namnunulia yeye shati. Kama najinunulia gari, namnunulia yeye gari. Sasa hauwezi kufanya kitu, hauwezi kununulia mtu kitu, hauwezi kumfanyia mtu kitu kama ufanye kazi yoyote ndani ya kanisa na nje ya kanisa. Na ndio Jumapili ilipita tulipeana, sisi hatupeani ukubwa, kwa sababu ukubwa inaleta ugomvi, ukubwa inaleta mashindano, ukubwa hainui kazi yoyote. Lakini watu wanapopewa kazi na wanaifanya, Yesu anasema hata kama mniamini, muamini nini? Kazi yangu peke yake. Na ndio Jumapili inakuja tutakuwa na kikao kubwa. Mlipewa uongozi, lakini tunataka kuanza kueleza sasa ni kazi gani tunatarajia kwa hiki kikundi, kazi gani tunatarajia kwa hiki kikundi, kazi gani tunatarajia kwa hiki kikundi, kazi gani. Tutawaambia yote. Sisi hatupeane cheo hainue kazi yoyote, iwe kazi ya dunia, iwe kazi ya Mungu, hainuke na vyeo. Lakini kazi yote inainuka na watu wakifanya nini? Kazi. Sasa tupite hatua ya pili. Tayari tumebarikiwa. Unawezekana kama ndugu yetu mwenye Mungu alimuonesha amebarikiwa, kuna kakazi kake, sawa, lakini hahitaji kurizika, inahitaji afanye nini? Apanuke. Na naamini moja karibu 60% au 50% ndani ya kanisa watu wamebarikiwa, wana kitu wanachokifanya. Lakini naongea kwanza na wa kwanza, kama una kitu unafanya, kuanzia leo amua uwe na kitu unachokifanya. Sasa Mungu aweze kukupanua kabla hujabarikiwa. Na kwa kubarikiwa lazima mtu akuwe na kitu kile anachokifanya. Sasa nikiwa na kitu nakifanya, maybe kinasimama, maybe kinakwama, maybe akende vile kinahitajika kwenda, kama Community Fellowship kwa sasa tangu tumehama hapa haijaenda vile inahitajika kwenda. Na mwaka ujao, mapepo ipende sipende, tunaenda kupanuka. Tutatumia mbinu yote 7 kusudi tupate kupanuka. Sasa tuende kuona kitu ya kwanza inaweza kusaidia kanisa kupanuka. Kitu ya kwanza inaweza kusaidia watu, maisha ya watu kupanuka. Kitu ya kwanza inaweza kusaidia familia kupanuka. Sote tunataka kuwa big. Lakini kuna mambo 7, lakini ya kwanza ni muhimu kupita yote. Nakumbuka uliona uko na wafanyakazi, wewe umepanuka. Na tunataka tupanuke kwa maisha yetu, kanisani kwetu, kwa biashara yetu, kwa ndoa zetu. Twende kusoma katika kitabu. Nitaomba
Mchungaji Daniel atasoma kwa Kiswahili kitabu ya Mwanzo sura ya 11 mstari wa 1 mpaka wa 5, na mchungaji Clear atasoma kitabu ya Mwanzo sura ya 31 1 mpaka 3. Nasema andiko ya kwanza kitabu ya Mwanzo sura yake ya 11 mstari wa 1 mpaka wa 3, na andiko ya pili Mwanzo 31 sura mstari wa 1 mpaka wa 5. Genesis chapter 11 1 to 3 and Genesis chapter 1 to 3. Nchi yote ilikuwa na lugha moja na ilikuwa naongea kwa msemo ya namna moja. Kwa Msukuma wote ni lugha ngapi? Mmoja, wanaelewana lugha. Wakasema tujenge hapa, ni sehemu nzuri. Sasa kusudi tusitawanike twende tena masehemu ya milima na mabonde, hapa ni kuzuri sana. Wakasema tujenge mji hapa, tupige matofali na tujenge mnara itupeleke mpaka wapi? Mbinguni. Wanataka kupita mnara. Na Biblia inasema ukishuka sura ya 4, mimi nasema mimi simulia 3. Mungu akashuka, Mungu si mapepo, si watu. Mungu akashuka akaona kile hao watu walikuwa wanafanya. Mungu akasema hakuna mtu anaweza kuwazuia wasifanye kitu chochote. Mungu ndio anasema. Sasa kwa sababu kwa nini hawatazuiliwa kufanya chochote? Kwa sababu wana lugha ngapi? Na wana usemi ngapi? Mmoja. Chochote watapanga kufanya, watakifanya, watapanuka. Kwa hiyo vile mpango ya kujenga waleke mnara ya kuwapeleka mbinguni, watafanya nini? Wataifanya. Mungu akasema kusudi plani yao ifail. Kwa nini Mungu unaharibu hii plani nzuri? Kwa sababu hii mpango yao ni kinyume na mapenzi yake. Mungu alitaka watu wajaze nini? Nchi, lakini wao wanataka kukaa sehemu ngapi? Mungu alitaka kwa watu kuingia mbinguni wapitie kupitia Yesu, lakini wao wanatengeneza njia short. Waingie wapi? Najua ile njia mimi singeingia. Mimi ukiniweka hapa nitaanguka. Ni mwoga sana kwa nani? Naogopa nikiwa juu. Naogopa. Sipende kuangalia pembeni nikiwa juu. Sasa Mungu aliweka njia ya watu kwenda mbinguni kupitia mtu aliyeitwa jina yake Yesu. Na mpango ya Mungu ilikuwa kwamba watu wajaze nini? Nchi. Mawazo ya watu ilikuwa nzuri. Wow. Mipango ya watu ilikuwa nzuri. Na Mungu akasema kwa sasa hakuna mtu yoyote atafanya nini? Atawazuia. Ni mapepo, ni shetani. Hata Mungu mwenyewe hakuwa na uwezo wa kuwazuia kama ilikuwa sawa sawa na mapenzi ya nani? Ya Mungu. Na kitu ya kwanza inaweza kufanya watu wanuke, watu wainuke, watu wafanye mambo makubwa ni kuwa pamoja na kuwa na nini? Na umoja. Wakati wote watu wako pamoja na hawana umoja, usitarajie kwenda mbali. Na utakuta nchi yote yenyewe, unakuta kabila yenyewe wanasikilizana, ndio kabila wanafanyaka nini? Wanainuka. Kitu ya kwanza inaweza kusababisha watu wamebarikiwa, wanaka kazi kadogo. Hata familia, hata nyumba yenyewe mume na mke hawasikilizani, kila mtu anatoka kwa yake, lakini hawasikilizani, hawawezi kupanuka. Kama tunataka kupanuka, kuwa big, kufanya mambo makubwa, kufikia vitu hatukutarajia kufikia, na Mungu ajibu kama vile alimjibu Yabesi, sifa ya kwanza lazima watu wakuwe pamoja na wakuwe na nini? Na umoja. Sasa mara mingi watu wana upako ya kuwa pamoja, lakini hawana upako ya kuwa na umoja. Nakumbuka mwaka 94 katika jiji ya Bukavu, ilienda kanisa moja walinialika kuhubiri. Nilifundisha. Na baada ya kufundisha, mchungaji wa kanisa akasimama akasema tumebarikiwa na dokta. Sasa next week tunaanza seminar. Watu wakapiga makofi. Sasa ikapita mzee wa kanisa kwa matangazo. Sasa matangazo ya kwanza Yesu ni Bwana. Matangazo ya pili, wiki ijayo hatuna seminar. Wiki ijayo tunaanza crusade. Nakwambia crusade ikufanywa na seminar pia ikufanya nini?
Haikufanyika. Ni watu wako pamoja lakini hawana lugha ngapi? Moja. Mahali pote watu wako pamoja na hawana umoja, usitarajie kitu chochote kitendeke. Kama tunataka kuona kwenda mbali, kama tunataka kuona tunafanya mambo makubwa, lazima tupende tusipende, tuwe pamoja na tuwe na umoja. Lakini tutadhibitisha na umoja, tuna lugha moja. Nikisema ni semina, ni nini? Semina. Nikisema ni kukesha, ni nini? Kukesha. Acha nikwambie, andiko mchungaji ametoka kusema. Yakobo anatoka kwa mjomba yake, anatoka kwa wanaenda kwa Labani. Ukisoma maandiko, Yakobo alimpata Labani na mifugo michache kidogo, hakuwa na. Lakini Yakobo alipofika kwa Labani, akatumika kwa nguvu yake yote. Na mwanzo ukisoma andiko, Yakobo anasema baba, wakati mali haijapanuka, Labani na watoto wa Labani walikuwa wanamwangalia Yakobo na sura nini? Nzuri, wanacheka, wanaongea. Sasa mtu kama akupende ni kitu simple tu, bila anakuangalia unaujua tu, unaelewa. Hahitaji hata mafunuo mingi, hapana. Hahitaji kuomba, hapana. Wakati waliopata hawana mali mingi, na Labani na watoto wa Labani na Yakobo wote wakaamua kukaa pamoja na kwa umoja, na Yakobo akatumika na nguvu yake yote, wakabarikiwa. Isipokuwa mshahara Yakobo aliitisha, akuomba alipwe. Walikuwa wanasema tumbuzi kizaa madoadoa ni yao. Sasa Mungu akaona moyo wa Labani si mzuri, wako pamoja, lakini moyo wa Labani hataki Yakobo apate kitu chochote. Mali ipopata, Yakobo alipopata mali, wakaanza kumwangalia na sura ya mbaya. Mtu tu vile anakuangalia anaweza kukuambia jambo, furaha yote ikaisha. Kitu ya pili inadhibitisha wako pamoja, wako umoja. Biblia inasema watoto wa Labani wakaanza kuongea vibaya juu ya nani? Ya Yakobo, lakini ni masengenyo. Na pale pote kwa masengenyo, msitarajie mambo. Hapana kusengenya mtu. Biblia inasema kama ndugu yako kuna problem, Biblia inasema umsengenye. Uende kufanya nini? Kumuona. Umwambie. Mwambie kweli kuna hii na hii na hii sione sawa. Unapoanza tu masengenyo unaharibu umoja. Na unapoharibu umoja unaharibu maendeleo. Labani, watoto wa Labani wakaanza kumsengenya Yakobo. Wamechukua mali ya baba yetu yote, lakini hawakumbuke kwamba kabla ya Yakobo kufika hawakuwa na mali, ilikuwa kidogo. Ni Yakobo ametumika na nguvu yake yote, na ndio wao wamebarikiwa. Unaenda kiwango fulani na Yakobo pia amefanya nini? Amebarikiwa. Sasa mahali popote, iwe kwa shirika, iwe kwa kanisa, na ni upako kubwa sana ya makanisa inayoendelea, masengenyo. Wakaanza kumsengenya. Masengenyo inaharibu kitu chochote kile watu wanafanya. Na Biblia inasema walipokuwa na msengenya, lakini Yakobo akaona sura. Sikia vile Mungu anamwambia Yakobo, rudi kwenu. Hapa hakuwezi tena kuwa maendeleo. Hapa hakuwezi kufanyika. Mahali pote kuna masengenyo. Ona kama vile hakuna kitu kinaenda mahali popote. Hata mkuwe na vipaji, hata mkuwe na mtaji, hata mkuwe na bidii, masengenyo inavunja nguvu ya watu. Na mara mingi wale wanasengenya si wanatoka. Anaenda kusengenya, huyu mtu anavunjika moyo, anafanya nini? Anatoka. Mtu wa masengenyo anafanya nini? Anabaki. Pole pole, kila kitu inaharibika. Wakati Mungu aliona kwamba Yakobo wanaanza kumsengenya, kwa hivyo wako pamoja lakini hawana nini? Umoja. Kama tunataka kupanuka, kama tunataka kwenda mbali, kama tunataka kufanya mambo makubwa, lazima tuwe na mambo mengi. Tuwe pamoja na tuwe na nini? Na umoja. Mungu akasema watu wako pamoja, wana lugha moja, wana usemi mmoja.
hakuna jambo lolote na hakuna mtu yeyote. Ukiona tu kitu inakwama, chunguza kitu ya kwanza, utakuta tuma maneno, tuma masengenyo iko mingi. Yeye anasema hivi, anasema. Sasa ina ile nguvu yenyewe watu walikuwa nao, inafanya nini? Inatoka. Hiyo furaha watu walikuwa nao inafanya nini? Inatoka. Sasa wanakuwa wako tu. Sasa Mungu alipoona wanaanza kumsengenya Yakobo, bali ya Mungu ambie Yakobo, kemee masengenyo, vunje masengenyo, iharibu. Mungu ndio anamwambia rudi kwenu, hapa hakuweze kwa tena. Mahali pote pana masengenyo, mahali pote pana lugha tofauti, hakuweze kuwa maendeleo, hakuweze kuwa maendeleo. Mungu anataka mwaka ujao tuwe pamoja, na tuwe na nini? Nao moja, lugha moja, usemi moja, mipango moja. Nakwambia watu ndio wana kila kitu, watu ndio jibu ya kila kitu, watu wanaweza kufanya kila kitu. Lakini sifa ya kwanza, kama tunataka kupanuka, tayari tuna watu 30, watu 40. Tunashukuru Mungu. Lakini kusudi ya watu 40 tufike watu 1,000,000, tufike 1,500,000, kusudi tupate mashamba yetu, kusudi tunaelewa kanisa inapoinuka, maisha ya watu inafanya nini? Inainuka. Lakini kusudi tuinuke, lazima tudhibitishe tuko pamoja na tuko na umoja. Na sisi si malaika, hata malaika walikosea. Unaona, sisi ni binadamu. Lakini tiba sahihi ya kutibu sisi binadamu, ukiona ndugu yako na problem, hapana kwenda kumsengenya, umfuate, umwambie yeye mwenyewe. Biblia sana ndugu yako, ukiona ndugu yako na problem, wewe ndio Biblia ilijua kasa sisi ni binadamu, tuna mapungufu. Biblia inasema wewe ndio muone peke yake. Mwambie ndugu yangu, hiki na hiki mimi sione sawa, hiki na hiki sione sawa. Akisikia, jina la Bwana ifanye nini? Lakini kama hata sikia basi, sasa uite mtu wangapi? Wa pili. Hapana kumuongelea mtu na hayuko. Mara moja umefanya makosa. Ongelea mtu muhusika akiwepo. Unapoanza kuongelea mtu haiko, unaharibu kila kitu. Na ndiko tu Aroni na Miriamu walifanya kwa Musa. Watoto wa tumbo moja, baba moja, mama moja. Miriamu akiwa mzaliwa wa kwanza, miaka 8 zaidi ya Musa. Aroni akiwa mzaliwa wa pili, miaka 3 zaidi ya Musa, na mdogo yao wa mwisho Musa, wakiwa na maono, wakiwa na mpango. Mungu anawatoa Misri, wanahitaji kufikisha watu Kanaani. Lakini njiani Miriamu wakaanza masengenyo na Musa. Na Mungu alipoona tu masengenyo, mahali pote kuna masengenyo. Masengenyo ni kusema kuongelea mtu muhusika na yeye hayupo. Hiyo ndio masengenyo. Kama unataka kuwa baraka mahali pote, kama una nia nzuri na mpango mzuri, hapana kuongelea mtu muhusika kama hayupo. Wakaanza kumsengenya, wakamsengenya. Mungu anatumika peke yake naye, Mungu peke yake anaongea naye, yeye peke ndio neno. Mungu alipoona masengenyo, akaona hii safari haitafika, hii mpango haitafika. Mungu akamwita Musa mwenyewe akawa anasema, ameenda kuita Miriamu na Haruni. Walipoenda kuita Miriamu na Haruni, wakapanda katika uwepo wa Mungu. Mungu akamwambia, sikia Haruni na Miriamu, kama mimi naongea na watu wote, naongea na kwa ndoto, kwa maono na mafunuo. Lakini mtumishi wangu Musa naongea naye kinywa kwa kinywa. Mbona mkuogopa kumsengenya? Masengenyo ni kitu hatari. Masengenyo ni pepo mbaya, kupe hatari. Hiyo inasababisha vitu visende mahali vilipasha kweli. Inasababisha vitu kukwama na vitu havihitaji kukwama. Inasababisha watu kuwa maskini. Masengenyo. Hatuseme tukiwa pamoja kutakuwa problem itakuwa. Lakini njia sahihi ya kusolve, ya kuleta matatizo, ni kumuona mhusika. Jina la Bwana libarikiwe. Kumuona mhusika.
Kumwambia ndugu yangu hapo sikuone, ndugu yangu hapa, na hiyo ni moja ya pepo kubwa mimi niko nayo. Na mara mingi naumizaka watu kwa sababu mimi ukifanya tu nitakwambia, sijue kusengenya, nitakwambia kile unafanya pale si sawa, hivi haikuvili ni sawa. Kwa hiyo tunataka kutengeneza, tunataka kitu iende vizuri, lakini kwa kwenda vitu vizuri lazima watu wakuwe pamoja na umoja. Na Mungu alipokuja kugundua kwamba Yakobo iko katikati ya watoto wa Labani na Labani, lakini wako pamoja, lakini hawana nini? Umoja. Wanaanza kumsengenya. Mungu akamwambia Yakobo, rudi kwenu. Hiyo bidii yote mlikuwa natumia hapa haitazaa tena. Ukiendelea kukaa pamoja, kila kitu kitafanya nini? Kitaharibika na mtarudi maskini kama vile uliwakuta nini zamani. Sasa nakusirudi kwenu. Na Mungu anatuleta pamoja si kwa bahati mbaya, kwa sababu na maana. Hata kwa mbingu kufanikiwa kuweza kupata kila kitu. Ukisoma Yohana 17, Yesu wakati anataka kutoka duniani akaangalia, achia watu magari, akaona hawatafanya. Akaona waachie kampuni, hawatafanya. Unajua kama watu wanaweza kugombana kusengenyana hakuna kitu. Sasa ukikuwa mabilioni itakuwa watu watauana. Uko na nini? Kama hakuna kitu watu wanaweza kuongeana vibaya. Kama hakuna kitu watu wanaweza kuangaliana vibaya. Sasa ukiwa mamilioni na mamilioni na mabilioni, nakwambia watu watauana. Sasa Yesu akaangalia nini aachie wanafunzi. Awaachie hela? Akasema hapana. Awaachie mashamba? Akasema hapana. Akaona siri ya wao kufanikiwa mbinguni. Akasema, Baba, naomba wakuwe umoja kama sisi vile tulio nini? Umoja. Mbingu hawakuwa na chochote, lakini walikuwa pamoja na walikuwa na nini? Na umoja. Na mahali popote wako pamoja na umoja, hata hawana kitu, wana kila kitu. Hata hawana mashamba, wana mashamba. Hata hawana magari, wana magari. Nakwambia hata mkuwe na kila kitu, lakini kama mko pamoja na umoja, hamuna chochote. Hamuna chochote kabisa. Kwa hivyo vile Mungu ametuleta, na pale kama uko kwa ndoa na mume wake na mke wake, inaweza kuwezekana mnatofautiana mawazo, lakini mkae pamoja. Hapana kwenda kusengenya mume wako, hapana kwenda kusengenya mke wako, hapana kwenda kusengenya. Mkae, mwambie huyu ndio kuna problem, bwana yangu iko hivi, mke wangu iko hivi. Mwambie yeye, ule mhusika ndio ongea naye. Hapana kuhusika kwa kikao yoyote ni mhusika hayupo. Kama ni mwimbaji aibe vizuri, mweke chini, ongea naye vizuri. Kama na lugha sio nzuri, mweke chini, lakini hapana kwenda kuongea na mtu mwingine asiyekuwa nani? Mhusika. Mahali watu wako pamoja na hawana umoja, hawawezi enda mahali popote. Hakikisha na hii anze kwa familia. Na ndio Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa 7 inasema, kama mume na mke hawaelewani, wako pamoja lakini hawana nini? Umoja. Biblia inasema hata maombi yao haitajibu. Utaona huku hafanikiwi vile inahitaji, utaona huku haendelee vile inahitaji. Kwa siri ya mbingu kufanikiwa, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu walikuwa pamoja na walikuwa na nini? Na umoja. Waliposema jua iwe, unajua Baba angesema jua iwe, kisha Mwana anasema giza ifanye nini? Iwe. Ni giza ingetokea, ni jua ingefanya nini? Haingetokea. Na ndio watu wa Mungu wanahitaji kuwa open, wazi. Na nashukuru Mungu hapa ndani ya kanisa tuna watu wengi wako open, wazi. Mimi napenda sana watu wazi. Mtu anaeleza kitu wazi, hata kinakuumiza lakini kinakusaidia. Uko na neno. Mtu wazi ni mtu mzuri, mtu wa baraka, ni mtu mwenye anaweza kufanya mambo mazuri. Na Yakobo akarudia kwao, kwa sababu mahali kuna mnungunuko, mahali kuna masengenyo, hata mlitaka kupiga hatua kubwa. Na mara mingi na watu wale wanaanzisha masengenyo hawatokake. Wale wanaosikia masengenyo inawavunja moyo, wanafanya nini? Narudi.
Kitu ya kwanza, kama tunataka kupanuka, kuinuka, kwenda mbali, kufanya mambo makubwa, lazima kitu ya kwanza ni kuwa pamoja na kuwa na nini? Na umoja. Na ndio maana ndugu alionyesha mwanzo iko peke yake, lakini kazi ilipopanuka kulikuwa watu nini? Wengi, na kila mtu anatumika akiwa na furaha. Kwa hiyo walikuwa pamoja na walikuwa na nini? Na umoja. Na nakwambia matajiri duniani si watu wanatumika peke yao, ni watu wameshirikiana. Makampuni, maviwanda, watu wanafanya nini? Wanashare, kwa sababu wanajua nguvu ya mtu mmoja ifanye nini? Haitoshi. Hata wewe na mamilioni yako yote bila kuassociate watu, itakataa. Lazima ushirikisho. Ukitumika peke yako, tuseme hata serikali ya Tanzania ikupatie bilioni 800, wanapatia Daniel, kisha Daniel anasema hata ajiri wafanyakazi, atatumika peke yake. Baada ya miaka 5, saa zingine hata bilioni 1 utajikutana. Sasa hiyo pesa itashindwa kujipanua. Atahitaji wafanyakazi, atahitaji na atumike yeye, afanye nafasi yake, wafanyakazi wafanye, na kila mtu achaize kwa nafasi yake, kwa sura ya nini? Ya furaha. Kwa bosi kufurahi, lazima wafanyakazi wampe kile aliwapatia, na kwa wafanyakazi kufurahi, lazima bosi awashughulikie mshahara vile inafanya nini? Inahitajika. Kwa hiyo mwaka ujao ni mwaka wa kupanuka, lakini kitu ya kwanza itatufanya kupanuka ni kuwa pamoja na kuwa na nini? Na umoja. Kila mtu iko na mtazamo yake, kila mtu iko na mawazo yake, kila mtu ana mahali alilelewa, kila mtu ana mfumo wa maisha aliishi, lakini kwa sababu Mungu ametuleta tayari pamoja, naweza kuvumilia. Nikiona yenyewe inaumiza, mimi nakuita na kuambia mimi sijui kusemea. Mungu akuombe, nitakwambia. Naweza kuambia mbele na hekima. Nikiona inashindikana, tunaongea na ukali. Ambia mtu, hata mimi naambia acha na maybe nitawatumia. Na kila mtu itakuwa tabia mwisho. Wale wananiogopa, kile unaona negative kwangu sio kizuri, naomba unitumie message. Mwambie baba, uko mtumishi mzuri wa Mungu, lakini kwangu hiki kinaniumiza. Hii unapofanya inaweza ikaniumize, lakini ndio itatusaidia. Kuliko kwenda kuniongea na fulani. Haitasaidia. Unapoongea na fulani mimi sikusikia, unafikiri nitabadilika? Sitabadilika. Haitasaidia, haitabadilisha kitu chochote. Hivyo nakwambia, anza kwangu. Kabla tujavuka mwaka, naomba tuma message. Baba, Mungu tunashukuru kuja kwetu, tunashukuru kujua maneno ya Mungu kupitia, lakini mimi naona kaka jambo fulani si nzuri, sifurahi nayo. Naandika jina yako, sio secret. Tuma message na sitakuchukia. Mtu mwenye apende kushauri hawezi enda mahali popote, hawezi kufika mahali popote, hawezi kufanya mambo makubwa kwa maisha yake. Sasa lazima tuwe pamoja na tuwe na umoja. Mungu akawaambia hakuna kitu chochote kitawazuia kufanya chochote wanachotaka. Na ndio maana tunaamini mwaka ujao tunapanuka, na mimi naamini tunakaa hapa miaka 2. Ndio mingi sana hapa. Tutakuwa hapa kwa miaka 2. Lakini baada ya miaka 2 tutahama kwa uwanja wetu. Si hatuko watu wa kukodisha kila siku. Hapana. Mungu ametubariki. Tutatoka hapa tuingie kwa uwanja wetu mzuri. Na sisi tulimwambia Mungu, kanisa yetu hatutaki ipite chap, haitaki ipite boko na haipate kupita kule. Mungu atatupatia tu kiwanja sehemu yoyote hapa na kwa hela yote. Kwa sababu pesa na dhahabu yote ni mali ya nani? Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Napenda umpatie wale wa karibu yako mkono, na kupenda.